Tunatakiwa tujiulize ipasavyo, je, chakula ambacho tumekula sasa hivi, huu mlo nimekula wa chakula, je, unakidhi au unaendana sambamba na yale mahitaji ya mwili wangu, au nimekula tu? Na haya ni makosa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba lazima tuwe na elimu. Kila kitu lazima chende kwa elimu. Sasa ndipo hapa katika mambo ambayo tutajaribu kuyaweka kwanza yaeleweke ni kuelewa mwanadamu umeumbwaje. Huu mwili wako unahitaji nini? Tukianza mwanzo kulingana na Qur'ani inavyotuambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Suratul Mu'minun, na hii ni aya 12, anasema Subhanahu wa Ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba mwanadamu tulimuumba kutokana na sulala min tin, kutokana na sulala ambayo ni ile sulala imo ndani ya udongo. Kwa maana mwanadamu ameumbwa kutokana na udongo, lakini si kwamba unavyofikiria wewe kwamba saa zingine ulichukua udongo sijui ukafinywa ukatengenezwa na nini. La, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba kuna sulala. Ile sulala maana kuna kitu muhimu kilichotolewa, kiko ndani ya udongo, ndani ya kile ndio ameumbwa mwanadamu. Sasa tukiangalia namna mwanadamu alivyoumbwa, namna alivyotengenezwa, ametengenezwa na kitu gani, ndio hapo tunajikuta kwamba tukifanya ile tahlili au analysis ya mwili mzima wa mwanadamu, tunakuta kwamba ameumbwa na atoms, elementi ambazo zimetengeneza ule mwili wa mwanadamu. Na hizi elementi zina maana, tunaweza tukaziweka katika tabaka. Tabaka ya kwanza, kuna zile atoms au elementi ambazo ni nyingi ndani ya mwili wa mwanadamu. Hizi ni ngapi? Hizi elementi ambazo ni nyingi ndani ya mwili wa mwanadamu au zinazotengeneza kiujumla mwili wa mwanadamu, utazikuta mahala pote. Hizi ni 4. Nazo ni carbon, nazo ni oksijeni ambayo ni oxygen, ya 3 ni hydrogeni ambayo ni hydrogen, na ya 4 ni nitrogeni, yani nitrogen. Hizi elementi 4 ndio zinazotengeneza mwili wa mwanadamu kiujumla. 4. Na taban, kama tunavyozungumza, elementi hizi zinatoka ndani ya udongo. Kwa mwanadamu ameumbwa kutokana na vitu muhimu na vinavyotoka ndani ya udongo, yani sulalatin min tin. Ukimaliza hizi elementi 4, mwanadamu ametengenezwa, kuna vitu vingine, kuna elementi zingine ambazo ziko ndani ya mwili wa mwanadamu zinazotengeneza mwili wa mwanadamu, nazo pia ni nyingi kidogo. Tuna kama vile magnesium, tuna vile kama sodium ambao ni sodium, tuna potassium ambao ni potassium, tuna kalisi ambao ni calcium, tuna phosphorus ambao ni phosphorus, tuna sulfur, tuna chuma ambao ni iron, tuna klorini. Tabu ukiangalia ile sodium na klorini vinatengeneza chumvi. Sa elementi 8 hizi utazikuta ziko kwa kiasi kingi ndani ya mwili wa mwanadamu, lakini sio kama zile 4 za mwanzo.